Winome TV. Sisi ni familia mpya. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu kwamba moja ya njia inayotumiwa na mwanasheria mkuu wa serikali kuwajibika kwa wananchi ni kutoa ushauri na msaada wa kisheria kwa wananchi kwa kutumia kamati za ushauri wa kisheria kwa ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya bure. Hivyo ofisi yangu ilitoa mwongozo wa uanzishwaji wa kamati hii. Maana ilibidi sasa tuzianzishe, tuziunde na tuzitengenezee mwongozo namna gani tutakavyowahudumia wananchi katika eneo hili. Kwa hivyo mwongozo huu ulitengenezwa na kwa mujibu wa kifungu cha 21 cha sheria ya utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kamati hizi zimeundwa na leo tunazizindua. Lengo kuu la uanzishwaji wa kamati za ushauri wa kisheria kwa ngazi ya mkoa na wilaya ni kurahisisha usimamizi wa utoaji wa ushauri wa kisheria kwa wananchi katika maeneo husika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ngazi ya mkoa, kamati za ushauri wa kisheria kama alivyoeleza mwenyekiti zina wajumbe wafuatao: mwenyekiti ambaye ni wakili wa serikali wa mkoa kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali au ofisi ya wakili mkuu wa serikali, na ikiwa ofisi hizi hazijafunguliwa katika mkoa husika, basi atatoka ofisi ya taifa ya mashtaka. Katibu ambaye ni mkuu wa kitengo cha sheria kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, mjumbe mmoja kutoka ofisi ya taifa ya mashtaka, mjumbe mmoja kutoka ofisi ya wakili mkuu wa serikali, wajumbe wawili kutoka katika vyombo vya ulinzi na usalama ambao ni wanasheria. Wajumbe hawa huteuliwa na wewe Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na wakili wa serikali kutoka katika taasisi nyingine ya serikali katika mkoa husika. Na kwa upande wa wilaya kunakuwa na mwenyekiti ambaye ni mwakilishi wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali au ofisi ya wakili mkuu wa serikali au ofisi ya taifa ya mashtaka. Ikiwa ofisi hizo hazijafunguliwa, basi atakuwa mkuu wa kitengo cha sheria kutoka katika halmashauri ya jiji, manispaa, mji au wilaya husika. Atakuwepo wakili wa serikali kutoka TAKUKURU au wakili wa serikali kutoka katika taasisi ya serikali iliyopo katika wilaya husika, wakili wa serikali kutoka ofisi ya taifa ya mashtaka, wakili wa serikali kutoka ofisi ya wakili mkuu wa serikali, wajumbe wawili kutoka katika vyombo vya ulinzi na usalama ambao ni wanasheria. Wajumbe hawa huteuliwa pia na wakuu wa wilaya husika, na tumeona leo wote wapo hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wenye viti wa kamati hizi katika ngazi ya mkoa na wilaya watakuwa na mamlaka ya kuongeza wajumbe wengine wawili ambao sio mawakili wa serikali pale itakapohitajika kulingana na uhalisia wa shauri linaloshughulikiwa au jambo linaloshughulikiwa na kamati. Mwongozo unaelekeza yote haya yatafanyika kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi za wakuu wa wilaya. Kama nilivyoeleza hapo awali, uzinduzi wa kamati hii utafuatiwa na kliniki ya sheria kuanzia leo tarehe 25 Mei, ambapo huduma za ushauri wa kisheria zitatolewa kwa wananchi bila malipo. Kliniki hizi za kisheria zinazoratibiwa na kusimamiwa na ofisi yangu, yani ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ni utekelezaji wa matakwa ya ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inaelekeza jukumu la serikali la kuwajibika kwa wananchi. Lakini pia ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ametuelekeza viongozi wa serikali ikiwemo pia na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kushughulikia na kuzipatia ufumbuzi kero za wananchi, tena kwa kuwafikia katika maeneo husika na kuwahudumia. Na ndio maana mimi mwanasheria mkuu wa serikali niko hapa Singida leo kutekeleza maagizo yao Mheshimiwa Rais, na sisi tuna hamasa ya kulifanya hilo. Tuwasikilize hawa wananchi wote kero zao ili tuweze kuwapatia haki zao. Tutasikiliza kero zao katika maeneo yote, na katika eneo ambalo kwa haraka wakati nakuja huku, maana lazima unuse unapokwenda, hivi tatizo kubwa kule linalowasumbua ni nini? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hapa kuna matatizo mengi katika masuala ya ardhi.
Kwa hivyo tumekuja tuwasikilize, tukazitatue hizo changamoto. Haki hizi za wananchi tunapozitatua ndivyo ukuaji wa maendeleo. Nimesoma mipango mbalimbali ya mkoa wa Singida wakati najiandaa kuja huko. Na mambo mengi mazuri. Na mkuu wa mkoa kwa namna ninavyokufahamu. Lakini na majembe haya madisi hawa ambao wote nawafahamu. Kuanzia Mwenda, Abson, Dr. Mashinji, Bwana Machari na wafahamu vizuri. Bwana Gondwe na mfahamu vizuri. Na wewe na kufahamu vizuri. Sasa sisi kazi yetu tuweke haki zao na mambo ya sheria yakae vizuri. Mkoa huu utapiga hatua sana kwenda mbele. Kwa hivyo huduma hizi tumelenga zaidi kwanza kusogeza huduma za sheria karibu na wananchi, ambako kutasaidia kuongeza utengamano na utulivu katika jamii na kuchochea maendeleo kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla. Kama kulikuwa na mgogoro tukiutatua, basi mahusiano ya hao wawili yatakaa vizuri. Kama kulikuwa na haki inachelewa kwenye ardhi tukiitatua, basi uwekezaji kwenye ardhi au matumizi ya hiyo ardhi yataanza kufanyika kwa haraka. Kama ni biashara, hali kadhalika. Kama kuna changamoto kwenye maeneo ya kikodi, hatuelewani hapa na pale, tukiweka sawa, basi kodi hizo zitalipwa. Kwa hiyo hilo ni lengo la kwanza. Lakini kuwaongoza wananchi katika taratibu za kupata haki zao ili tuweze kuwaongoza vizuri. Wakati mwingine hawana ufahamu. Na pale zinapovunjwa waweze kujua kwamba haki zao zimevunjwa, na zinapoonekana kuelekea kuvunjwa pia vile vile tuweze kuchukua tahadhari mapema na kudumisha utawala bora kama rais wetu anavyokusisitiza, kwa kuimarisha utawala wa sheria ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wananchi, karibuni tuzungumze. Tutazungumza wiki nzima. Na tutazungumza katika hali ya kirafiki kabisa. Msione hizo suti walizovaa, lakini ni marafiki wanapotoa huduma. Lakini na kutoa elimu ya sheria kwa wananchi na kuongeza ushirikiano miongoni mwa wakili wa serikali. Yaani sisi tusiwe watu wa kukaa tu maofisini kule. Tushuke, tujishushe, tukae na wananchi wetu. Tuweze kuzungumza na kutatua changamoto zao za kisheria na kuhakikisha kwamba yale matatizo yao na haki zao zinapatikana kwa haraka, ili wawe wananchi wenye furaha katika nchi yao, wawe wananchi wenye furaha katika mkoa wao wa Singida. Haya ni maelekezo ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ni kuepusha na kupunguza mashauri yasiyo lazima. Sio mambo yote tunaamini kwamba yatatakiwa kwenda mahakamani. Lakini kwa kufanya hivyo pia tunawapunguzia gharama, kwa sababu huduma za mahakamani nazo zina gharama zake. Tunawapunguzia gharama, wanapata huduma hizi bure. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi ofisi yangu iko wazi muda wote. Ukiwa na changamoto yoyote katika mkoa wako, usisite kuwasiliana nami. Lakini na wakuu wa wilaya pia, usisite kuwasiliana nami ili tuweze kuwapa msaada huu wa kisheria pale kwenye maeneo ambayo mtakuwa mnaona mnapata changamoto. Sasa basi, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kwa heshima na taadhima, baada ya kusema hayo niliyoyasema, nikukaribishe wewe ili uweze kutoa hotuba yako na kuzindua kamati ya ushauri wa kisheria ya mkoa wa Singida na kamati za ushauri wa kisheria kwa wilaya za Singida, Manyoni, Ikungu, Mkalama na Iramba. Karibu sana ndugu mgeni.